Huu ni ujumbe wa Boniface Jacob, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema katika ukanda wa Pwani. Si ndio? Hii ni mara baada ya mahakama kuamuru kwamba kesi ya Lissu sasa haitosikilizwa kwa njia ya mtandao, lakini pia kuamuru bwana Tundu Lissu aletwe mahakamani pale ambapo kesi hiyo itatajwa kwa mara nyingine siku ya tarehe 19 mwezi huu. Si ndio? So ameandika, "Hello Kisutu, we are back." Moja, mahakama inapoenda kugeuka kuwa uwanja wa burudani na ulingo wa mapambano wa kisheria. 2, ghafla Kisutu inakuwa na mvuto kuliko uwanja wa Benjamin Mkapa. 3, madawati nadhifu ya chumba namba 1 ya Kisutu yanakuwa ya moto kama jiko kukalia jiko la mkaa. 4, sheria ni mchezo wa wazi. Wenye akili nyepesi yenye rejea ya vifungu vya sheria na kesi mbalimbali kutoka Jumuiya ya Madola ndiyo utawala ukumbi wa mahakama, wazee wa Jalo na Jala. 5, serikali ili kupata timu bora. 5, serikali ili kupata timu bora ina ruhusa ya kuunda jopo lake la sheria kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, ofisi ya mwendesha mashtaka wa umma, ofisi ya wakili mkuu wa serikali na kutoka ofisi ya mkurugenzi wa makosa ya jinai nchini, kwenye mabano kadri watakavyoona inafaa. 6, upande wa utetezi defense chini ya Chadema watakuwa na kikosi maarufu cha The Wolves, wamepachikwa kwa jina la mbwa mwitu tangu kesi ya ugaidi ya Freeman Mbowe kwa staili yao ya ushambuliaji wa pamoja na ukabaji wa pamoja. Ndio maana hata Simba anaogopa mbwa mwitu. Kikosi cha Wolves safari hii kimeboreshwa zaidi kwa ingizo jipya la wakili Mpare Mpoki, pacha wa wakili Jebra Kambole ambaye ndiye kiongozi mkuu wa jopo 1985. Ni mwaka aliohitimu chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ana uzoefu wa miaka 40 katika viunga vya mahakama. Anasaidiwa na the big boss daktari wa sheria Lugemeleza Inshallah ambaye ni mwanasheria mkuu wa Chadema na mhitimu wa chuo kikuu cha Harvard kule Marekani, waliposoma marais wa Marekani kama Barack Obama, Bill Gates, John F. Kennedy, George Bush, Theodore Roosevelt na John Adams. Dimba la Kanti anatawala kiungo mchezeshaji wakili Peter Kibatala Pierre, bingwa wa sheria ya ushahidi kwa sasa ukimwondoa Profesa Safari. Kama una mashahidi wa kuungaunga na kushauri kwa upendo, futa kesi, na kama una ushahidi wa mchongo na kushauri usiusogeze mahakamani tafadhali. Si mnajua alivyobobea ile mitego wa The Doctrine of Chain of Custody. Central Defense unamkuta wakili Yeremia Mtobiesi ya mzee wa Fantasy Official. Huyu kazi na sifa yake kubwa huwa ni kutoa darasa la bure kwa jopo la mawakili wa serikali bila ada. 7, na kuonya tena, nyuma ya viongozi hao wa jopo la mawakili wa utetezi utakuta kuna timu kubwa ya mawakili kama 30 hadi 40, huku wengi wao ni vijana kati ya miaka 20 hadi 30. Hao ndio hatari. Kuna kazi wanafanya pale nyuma kimya kimya. Unaweza kuwaita ndio engine ya timu. Muda wote wapo busy kufungua vitabu vya sheria, kufungua laptops zao na iPhone 16 zao. Yes, iPhone 16 ndio nyenzo zao za kuingia mtandaoni kusaka sheria, kesi za rejea na kuchungulia mtandao wa mahakama Tanzli. Siku hizi Pandola tupa kule ni mwendo wa iPhone na iPads tu na tumiwani tuupe. Hawa ukiwa fala unaweza kufariki. Ni mabisho tu walivyo nadhifu na miwani yao ikima Mwasipu, Dickson Matata au Michael Lugina, kumbe ndio wanaokuchomesha kwenye odds zako pale kwa Pilato. 8, na kuonya tena, kambali na wale wadada wanaokaa nyuma ya hili jopo la Wolves. Unaweza kufikiri ni Masista Du, kumbe ni kikosi cha warembo wenye black robes attire.
chini wana lofza kali. Huwakuti wakiongea ovyo. Uwanja wa mahakama kazi yao moja tu, kuhakiki kila neno, kifungu na kesi tajwa kutoka upande wa mashtaka, na baadaye upeleka vimemo mbele kuwasanua washambuliaji kama tayari adui ameshaingia kwenye 18 au kakivaa kitanzi kiwenda wazimu bila kujua. 9. Sasa nasikia kipenga kimelia huko pande za Kisutu. Tayari hakimu mfawidhi mahakama ya Kisutu Mheshimiwa Kiswaga ameshapuliza kipenga. Ameita ngoma kati ya uwanja tarehe 19 Mei 2025. Ogopa sana unapoona picha za mitandaoni Wolves wakiwa wamekumbatiana huku machozi yanayobubujika kwa furaha kama simba mwenye njaa wameona kundi la swala mbele yao. Nauliza shida nini? Naambiwa washaingilia kesi kuitwa mahakama ya wazi. Wanashangilia kesi kuitwa mahakama ya wazi chumba namba 1, alafu no kideo. Mshtakiwa atakuwepo kusikiliza vijana wake wakijenga hoja za kumnusuru na kitanzi cha shingo. Wenye Kyuse tunasema imbombo jilipo 10. Dunia ipo tayari, Tanzania ipo tayari, na Dar es Salaam ipo tayari. Kwa hiyo hicho ni kikosi cha maangamizi ambacho Boniface Jacob amekipanga. Umeelewa vizuri, na anasema kwamba Kisutu inakwenda kutoa burudani. Kisutu inakwenda kuwa na mvuto kuliko uwanja wa Benjamin Mkapa. Umeelewa vizuri, na amechambua hapa ameita mahakama ya Kisutu sasa inakwenda kupigwa mechi fulani vikubwa sana kuanzia hiyo tarehe 19 mwezi huu wa 5 2025, pale ambapo kesi ya Tundu Antipas Lissu itatajwa kwa mara nyingine tena mara baada ya kesi hiyo kuahirishwa, ambapo ilikuwa inazungumzwa tarehe 6. Umeelewa vizuri, akiwa na mashtaka mawili, shtaka la uhaini lakini pia shtaka la kutoa taarifa za uongo. Umeelewa vizuri, kwa hiyo ndo hivyo. Hiyo ndio kesi ya Tundu Antipas Lissu, lakini pia Boniface Jacob amepanga kikosi cha wanasheria hapa na kila mmoja amempa nafasi yake. Umeelewa vizuri, so amesema amekipa hichi kikosi cha defense ama cha Chadema ambacho kina defense Tundu Antipas Lissu amekiita the Wolves, kwa maana ya mbwa mwitu au vipi bana, vile ambavyo wanavyoshambulia na vitu kama hivyo, ambapo kwa sasa kikosi hiki inaonekana kimeboreshwa, ambapo kuna maingizo mapya yamewekwa hapa. Umeelewa vizuri, kama wakili Mpare Mpoki ameingia kabisa hapa, akiwa ni pacha wa wakili wa Jebla Kambole. Umeelewa vizuri, ambaye ndiye kiongozi mkuu wa jopo. Umeelewa vizuri, ambapo Jebla Kambole alihitimu mwaka 1985 katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. So kwa hiyo Jacob anasisitiza hapa kwamba ana uzoefu wa miaka 40 katika viunga vya mahakama. Umeelewa vizuri, lakini pia amechambua vile ambavyo dimba la kati tatawala kiungo mchezeshaji ambaye ni Peter Kibatala au amemwita Pierre. Umeelewa, so Peter Kibatala pia amekuwa na umaarufu mkubwa sasa hivi kwenye siasa na kwenye sheria, vile ambavyo anaifanya kazi yake hasa kwa kesi kama hizi kubwa kubwa. Mtazamo wako ni nini? Hilo ni dimba hicho ni kikosi ambacho kimetangazwa na Boniface Jacob. Umeelewa vizuri, unaambiwa kuna upande wa watetezi, kuna wanasheria mpaka 30. Umeelewa vizuri, ambao wanamtetea Tundu Antipas Lissu. Mtazamo wako ni upi? Hii ni VOT Media, hakikisha umesubscribe kwa ajili ya kupata taarifa nyingi zaidi.